Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Pamoja katika imani. Tena pamoja katika imani. Pendwa, kupitia injili ya leo nakumbuka katika utume wangu hapa katika parokia ya Vikindu, siku moja Padri Mensangu alikuwa hayupo, alikuwa likisoni. Katekista moja kutoka kigango kimoja alinipigia, Father, hapo kuna mgonjwa anahitaji huduma ya mpako. Sisi mapadre katika malezi yetu tumefundishwa kitu kimoja, kwamba zaidi ya masomo yetu yote kuna kitu ambacho tunatakiwa kukumbuka muda wowote, kwamba tukishapata upadre masaa 24 ya siku sisi ni mapadre. Maana yake una muda wa mapumziko, una muda wa kazi, lakini mtu akiomba muda wowote kwa ajili ya sakramenti ya kitubio au mpako, tunatakiwa kuwajibika. Huyu katekista aliponipigia, Father, kuna mgonjwa hapa anahitaji huduma ya mpako, nikakimbia mara moja, kwa sababu sijui hali ya yule mgonjwa ikoje, hali yake inazidi kuwa mbaya au hali yake inakuwa nzuri, ametulia, sijui. Kwa hiyo nikakimbia, nikafika kigangoni, alafu katekista akanichukua kwenye pikipiki yake kuelekea nyumbani kwake yule mgonjwa. Nilifika, nimemkuta mama moja mgonjwa yupo kitandani. Sasa nikamhudumia sakramenti ya mpako. Nilipomaliza sakramenti ya mpako, nimeona kwamba hali ya huyu mgonjwa inazidi kuwa mbaya. Ghafla tu alikuwa anashindwa kupumua. Mimi kwa kweli sijawahi kuona kifo cha mtu kwa karibu, labda kwenye msiba tunaona watu waliofariki tayari. Kwa hiyo nikasogea pembeni, nimeona ndugu zake na jirani zake wako karibu, wanahisi kwamba kifo cha huyu mama ipo karibu. Nikamwombea tena sala fupi, alafu nikarudi nyumbani. Alafu baada ya kama masaa matatu katekista alinipigia, Father, yule mgonjwa uliyemhudumia amefariki tayari. Tumsifu Yesu Kristo. Nilikuwa na faraja moja kwa namna ya pekee, kwamba niliweza kumhudumia yule mama sakramenti ya mpako kabla ya kifo chake. Niliweza kumsaidia kumwandaa kiroho kwa ajili ya kifo chema. Nimefikiria kama ningekuwa nimechelewa kidogo tu, hasa kama dakika moja kumfikia, kama angekuwa amefariki kabla nilikuwa sijafika kwake, labda nitakuwa na huzuni fulani. Wapendwa, kwani tunaona kwamba katika injili ya leo tunafundishwa kitu kimoja, kuiokoa, wokovu wetu. Maana yake Mwenyezi Mungu katika kazi yake anaangalia sana wokovu wa kila mmoja wetu. Nadhani ukiangalia kazi zote za kanisa letu, katika mitindo yote ya kutuwezesha, kutujalia huduma zote za kanisa letu, kama kipaumbele unaona kitu kimoja kwa ajili ya wokovu wa roho zetu, ndiyo mambo mengi
yamewekwa katika mfumo wa kanisa letu. Si sakramenti peke yake. Maana yake huduma zote za kanisa zina maana moja ya kutuwezesha na kutusaidia kiroho. Kama tunajua vizuri, kama tunajifunza vizuri hayo yote, yani mafundisho yote au mifumo yote, mitindo yote ya kanisa letu, unaweza kugundua kitu kimoja, ni kwa ajili ya wokovu wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tena unaposoma Injili zote unapata picha moja ya upendo wa Mwenyezi Mungu ambao ni juu, kama lugha aliyotumia Yesu katika kazi zake zote. Labda ukisoma Injili ya Yohane unaona story ya mwanamke ambaye amefumaniwa katika dhambi ya uzinzi. Wale waliomfikisha mbele ya Yesu, angalia, huyu mwanamke amefumaniwa katika dhambi ya uzinzi, na sasa tuone hukumu gani unaenda kutoa. Pendwa, tunamwona Yesu anatumia lugha ya upendo. Popote labda kuna masahihisho, popote labda mtu kuonywa, ikiwa na upendo, nadhani tunamsaidia yule mtu kwa ajili ya kumsaidia labda walau kidogo kiroho kwa ajili ya manufaa yake. Kama angegeuka kuwa adui yetu, maana yake nadhani labda kosa ni upande wetu. Tunajua katika maisha ya kila siku pengine hatuelewani na ndugu zetu, hatuelewani na jirani zetu. Wakati mwingine tunaona labda hali ya chuki inaweza kutawala maisha yetu. Pendwa, tunaona ile chuki, labda hali ya chuki inaweza kuharibu mema yote yaliyopo ndani yetu, labda umoja, ushirikiano, upendo wote, kutokana na ile asilimia ndogo moja ya chuki inaweza kuharibu. Ndio maana Mtakatifu Paulo anatumia lugha moja, kuanza kiroho na kumalizia kimwili. Pendwa, maana yake labda tunapoendelea na maisha yetu, labda mafundisho ambayo tunayopata katika kupitia huduma za kanisa letu, nadhani katika kanisa letu hatuna pungufu ya mafundisho mfululizo. Tunapata mengi na tunaendelea kupokea mafundisho mengi. Yaani hayo yote, ndugu zangu, kwa namna moja au nyingine, tukigundua ni kwa ajili ya manufaa yetu ya kiroho, nasi tujitahidi kufaidika na hayo. Ya pili, kama Injili ya leo inatufundisha kwamba kumfuata Kristo, maana yake Yesu Kristo ametumia lugha moja, yeyote anayetaka kumfuata abebe msalaba wake. Tena ndugu zangu pendwa, kuna kipengele ambacho kinaendana na mafundisho ya Yesu. Maana yake ukimsaidia jirani yako, ukimpa jirani yako kikombe kimoja cha maji, labda kumsaidia labda kiuchumi, ni sawasawa na umefanya kwa ajili ya Mungu mwenyewe. Pendwa, ukiangalia story ya watakatifu Monica na Agostino, nadhani kila moja tumeshawahi kusoma story ya watakatifu Monica na Agostino. Sala endelevu ya mtakatifu Monica ilimgeuza maisha ya Agostino hadi kumsababisha uongofu wake. Lakini kitu kimoja katika story ile, Agostino
aliongoka lini? Aliongoka lini? Tunaona tunaona sala ya muda mrefu, sala ya miaka mingi ya Monica, Mtakatifu Monica. Yaani tunasoma kwamba baada ya kifo chake ndiyo matunda halisi ya sala zake Mtakatifu Monica imeonekana. Ameomba, alikuwa na sala kubwa, na baada ya kifo chake ndiyo tunaona Agostino alipewa sifa hadi kuinuliwa katika ngazi ya watakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Kwa hiyo ndugu zangu pendwa, katika maisha yetu ya kiroho tunajua kuna mambo mengi. Ya kwanza, huduma ambazo zinazopatikana katika kanisa letu. Ya pili ni majitoleo yetu kuendana na kuwasaidia jirani zetu. Ya tatu, sala endelevu kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya wengine. Pendwa, tunapoendelea kushiriki katika misa hii takatifu, tumombe Mwenyezi Mungu msaada wake ili kusudi tujaliwe tunapotafakari juu ya mambo hayo, tujaliwe neema ya pekee ya kumfuata Kristo.